Habari mwanafamilia wa Matola TV. Tuko nje ya malango ya kanisa la KKKT Segerea jijini Dar es Salaam. Hapa niko na baba mzazi wa bi harusi mtarajiwa. Faza, habari ya kwako? Habari ni njema. Hongera na kazi. Kazi ni nzuri, kazi ya kumtukuza Mungu ni njema kabisa, sio kwako? Mimi niko sawa sawa, nimekuja kuhudhuria shughuli ya harusi ya binti yangu. Muda si mrefu tunaingia kanisani na kufanya misa takatifu ya ibada ya ndoa. Bi harusi hakuna mtu yote ambaye anamfahamu vizuri tofauti na wewe. Unaweza kumzungumziaje bi harusi siku ya leo? Guhuma Hole Makungu au Dina kwa jina hili la Kikristo. Namfahamu kuwa ni binti mwenye ndoto zake. Sasa hizo ndoto zake huwa akizifanyia analysis. Baada ya analysis anakuwa ni mtu wa kuamua cha kufanya. Kwa hiyo ni binti ambaye yuko strong, yuko focused, na kwa kweli ana nidhamu ya utekelezaji wa majukumu yoyote yale ya msingi anayopangiwa. Ndio. Umeishi na bi harusi mtarajiwa kwa muda mrefu sana. Una mengi sana ya kumzungumzia. Unamzungumziaje kwenye hii familia mpya ambayo anaenda kuianzisha muda si mrefu? Ninaamini watakuwa wamepata binti bora, anayependa watu wote, mwenye utamaduni wa kupenda majirani, mwenye utamaduni wa kupenda wafanyakazi wenzie, na kote anakopitia watu wanafurahia huduma zake. Kwa hiyo naamini familia hiyo imepata mtoto mzuri. Bado tuko nje ya malango ya kanisa la KKKT Segerea jijini Dar es Salaam. Hapa sasa hivi tuko na mama mzazi wa bi harusi mtarajiwa. Mrefu, mama habari? Salama, vipi habari? Njema, hongera sana kwa kupendeza. Asante sana. Katika familia hii mpya ambayo anaenda kuanzisha mwanao mpendwa bi harusi, una mengi ya kumzungumzia. Katika wote hakuna mtu ambaye anamfahamu vizuri bi harusi tofauti na wewe mama mzazi. Unamzungumziaje siku hii ya leo? Kwanza namshukuru Mungu, binti yangu anamjua Yesu Kristo. Ameokoka. Ametoka katika familia ya Kristo. Lakini naamini binti yangu hataenda kuniaibisha kwa sababu ametoka katika familia inayomjua Mungu. Pia naye anamjua Mungu. Kwa hiyo natakia maisha mema. Umemwombea mengi sana bi harusi mtarajiwa. Licha ya umekazia sana kwenye swala la kumjua Mungu. Unahisi ndani ya kumlea kiroho anaweza kwenda kuyafanya yale mema ambayo umemwelekeza? Naamini kwa sababu nimemlea katika maadili ya kiroho. Na ninaamini hata anguka, na ataendelea kusimama kumtukuza Mungu, na ninaamini hata familia yake itakuwa na hofu ya kumjua Mungu. Nimemwombea Mungu asaidie hata atakapopata uzao wale katika maadili ya Kikristo. Kila familia, kila ndoa ina changamoto. Unahisi jinsi ulivyomlea katika kiimani, jinsi ulivyomlea katika mazingira yote ya shida na raha, anaweza kwenda kukuheshimisha kwenye familia mpya ambayo anaenda kuanzisha siku ya leo? Anaweza kuniwakilisha vizuri sana kwa sababu ameona baba na mama. Tangu tumeona hatujawahi kupigana ngumi. Maisha yetu ni ya utani, ni ya upendo ambao ni upendo wa Yesu Kristo. Ndio tunaoishi sana katika familia yetu, wazazi pamoja na watoto wetu. Kwa kumalizia, umemwelekeza mengi sana na leo hatutarajii mambo mabaya kabisa, na hata ukoendako tunazidi kumwombea mema kama familia. Una lote la kuzungumzia mama mzazi wa mtarajiwa? Mimi naomba Mungu awape maisha mema, waendelee kudumu katika imani. Na ninawatakia kila laheri. Mungu akawasimamie maisha yao, na natamani yakawe maisha ya upendo na amani tele katika familia yao. Naam, huyo alikuwa ni mama mzazi wa bibi harusi mtarajiwa. Amemzungumzia kwa wema kabisa binti yake mtarajiwa. Muda si mrefu anaingia kanisani na kufanya misa takatifu ya ibada ya ndoa. Baki hapa na Matola TV. Matola TV, ulipo tupo.
nambari 175, heri kumjua Yesu Bwana. Roho huamka aniita, anitambua mali yake, anipotezi nipo kwake. 175, heri kumjua Roho huamka aniita, nipo kwake. Usimuliwe sifa zake, hana mwenzake, moja pekee, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, tumtukuze. Moyo vema nikimfanyia kazi zangu, anibariki hapa na juu. Musimuliwe sifa zake, hana mwenzake, moja pekee, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, tumtukuze. Nikimjutia afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, tumtukuze. Tusimame. Mungu mwaminifu, Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, tumesimama mbele za uso wako kutafakari neno lako. Utufundishe kupitia maisha yetu, ili Mungu kapate kuinuliwa wewe. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliutwaa katika damu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa kutoka katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, mwanamume aondokane na upweke. Na mimi nina mafundisho machache ambayo ningetamani niyafundishe leo. Leo hii tunashuhudia ulimwengu ukiwa unatikisika kwa sababu ya idadi ya wanaume kuwa wachache, na Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo mwanamke ni uhai, mwanamke ni uzima, mwanamke ni tumaini katika dunia tulionayo, mwanamke ni msaidizi. Hivi vitu Mungu anaumba, anavitangaza kabla havijatokea. Nilikuwa na tafakari juzi umetokea ripoti ya tarehe 29. Ripoti imesema walikufa watu 518, lakini wanaume walikuwa 480. Maana yake wanaume wamepungua duniani. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na kusema ni nini? Nataka kusema agizo la Mungu ni kwenda kusaidiana. Mungu anasema anatengeneza mtu wa masaidiano. Binti yangu, nakwenda kwenye ndoa, kwanza kabisa nachukua leo madhabahuni, umesema kuhumani, ukamlinde alipipi, ukamlinde. Moyo wa uchungu kabisa ulinipata kama baba. Wajane walijaa hapa na wengine wana umri mdogo. Najiuliza, tungeita wanaume wasiokuwa ndani ya waliopoteza wake zao, tungewapata idadi gani? Idadi ya wanaume tungeshangaa. Maana yake wanaume wanapungua. Dunia sasa hivi inawawinda wanaume. Wanaume sasa hivi hawana raha, wanajikausha. Na kwa sababu walifundishwa kwamba jikaze, usiseme, wanaume wanakufa na tai zao. Guha, kamlinde alipipi asife mapema, aishi mpaka awe mzee kabisa,
afike mahali ainuliwe, akapelekwe juani kuanikwa, arudishwe, kwa sababu maneno ya madhabahuni haya yanakwambia, ukiyashika na kuyalinda, ndoa yako itakuwa salama. Tunakosa nafasi ya kuzungumza haya kwenye ibada, lakini wanaume tunapungua na tunakufa mapema. Tunaondoka, tunaacha yatima, tunaacha wajane. Ni kwa sababu hatujapata mahali ambapo kusema kwamba Mungu tusaidie. Vifo vingine vinakuwa ni vifo vya hatari kubwa. Kuhuma mume wako akiwa anachelewa kurudi, usiende kumwambia Mungu, kwa sababu siku hizi kushirikisha kwa kina mama kumekuwa ni kubwa. Amechelewa kurudi, sema amechelewa kurudi, ngoja nikamshirikishe Mungu. Amechelewa kuamka, ngoja nikamshirikishe Mungu. Sasa mnamshirikisha Mungu. Mungu mkimshirikisha, si anakata huo mzizi tu, msinishirikishe mara kwa mara. Vitu vingine kaeni muongee ndani ya nyumba, mazungumzo yawepo ndani ya nyumba. Kitu hiki sio sawa, mwambie mume wako hiki kitu sio sawa ndani ya nyumba. Sio kila kitu nakipeleka madhabahuni. Sasa hivi natetea wanaume, mtetezi wa wanaume, nipo hapa kuwatetea ili waishi miaka mingi. Anarudi na nishani, anapelekea mke wake, mama mimi ni shujaa. Lakini wakati wa vita hakuwepo yule mwanamke. Bwana Mungu akasema si vema mtu awe peke yake. Ndoa inataka uondolewe upweke. Na mimi nakaza sana kwenye eneo la kuondoa upweke. Upo kumwondoa upweke alipipi. Upweke huo uondolewe na dada yake alizaliwa naye. Upweke huo uondoke na kaka yake alizaliwa naye. Upweke huo unauondoa wewe kwa kuzungumza naye. Mahali ambapo haendi vizuri, zungumza naye. Mahali ambapo hakufanya vizuri, zungumza naye. Na wakati mwingine unapozungumza naye, zungumza naye kwa upendo. Niseme nisiseme? Msipekue sana simu, mnatuua. Kwenye simu humo kuna vitu tumevitunza wenzenu. Sasa ukianza kupekua simu huko unatuua. Nikianza kujua mke wangu anajua vivyomo ndani ya simu yangu, kuna uhai hapo. Sasa mnapekua simu, sio mnapunguza siku za kuishi. Si wacheni wenyewe simu zao ili muishi nao kwa amani. Ushapekua simu? Unataka kupekua simu? Mimi nakwambia kwa ajili ya Lipipi, pekua simu yake. Wala hana shida huyu mwanangu. Sio kama watu wengine. Huyu ni kaka mzuri, ni kijana mwema. Angekuwa kijana mbaya, sasa hizi hivi tungekuwa tunazungumza mengine. Angekuchukua, hakuna ndoa, hakuna nini, kaa nyumbani, ukichoka ondoka, atachukua mwingine. Lakini mtu anayekuleta madhabahuni, umheshimu sana katika maisha. Kwa ndoa ipo kwa sababu ni agizo la Mungu. Sio watu wote watakaotii maagizo ya Mungu. Ndio maana sio watu wote wanaoa. Kuoa ni kutii agizo la Mungu. Na kwa sababu unatii agizo la Mungu, simama na Mungu kwenye maneno haya. Huyu ni msaidizi wako. Msaidizi kwenye Biblia sio mtu wa chini. Msaidizi ni mtu mlio renki moja. Maana uko renki moja na Baba na Mwana. Mwenyewe ni Mungu. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Usifike mahali Alipipi ukaanza kumpiga huyu binti, ukaanza kumsemesha maneno magumu binti. Kumbuka huyu ni mfupa katika mifupa yako, ni nyama katika nyama yako, huyu ni dhaifu. Mama mmoja akafundisha mafundisho sio sahihi. Akasema wanaume wameumbwa kwa udongo, sisi tumeumbwa kwa mifupa. Si uliona tumetoka katika mifupa? Sasa mfupa umetoka wapi? Si mfupa umetoka kwa mwanamume. Sasa kama ulichomoa mfupa, basi mimi nilibaki wewe mfupa mmoja, mimi nilibaki nao mingapi? Kwa mimi mfupa mingi, wewe ni sehemu ya mfupa mmoja. Sasa mwenzako mfupa mmoja, wewe mifupa iko mingapi? Halafu unataka kushindana na mfupa mmoja. Wewe mifupa ilibakia kwako ni mingapi? Huo mfupa mmoja umetoa kichwa, huo mfupa mmoja umetoa miguu, huo mfupa mmoja umetoa kifua, huo mfupa mmoja umebaki na umetoka kwako. Unashindana na mwanamke kuanzia wapi Alipipi? Huo mfupa mmoja una mifupa mingapi? Mnakwenda kusaidia. Kasaidianeni kwenye maisha. Kusaidiana kwenye maisha kuna mambo haya natamani niyaseme. Jambo la kwanza, mnakwenda katika ndoa lazima muhurumiane. Huruma. Muhurumie mwenzako. Katika huruma kuna neno la msingi sana.
kumwambia kila wakati mwenzako pole. Pole ni dalili ya kwamba umeumia na kuonea huruma. Pole. Lakini kuna jambo lingine katika ndoa ambalo lazima hili nilizungumze. Ndoa lazima iwe na heshima. Mheshimiane. Msitoe mambo yenu kwa watu wa nje. Msiseme vituko ambavyo vinafanyika chumbani, mkienda kusema mnamwona yule mwanamume suruali tu, hana lolote. Ndoa inatunzwa. Angedhani yule bwana sio type yangu bwana. Unamwona mtu wenyewe Msukuma, sijui sio type yangu. Ni type yangu sio Wasukuma bwana. Ndoa inatunzwa. Adui anayewazunguka anapitia kwa mwenzi wako. Jambo lingine natamani katika ndoa yenu muishi katika hali ya upendo. Katika upendo kuna kusitiriana. Katika upendo kuna kuheshimiana. Sio kama kuna binadamu aliyekamilika, kila binadamu na mapungufu yake. Ila katika upendo husitiri wingi wa makosa ya mwenzako. Nendeni mkaishi katika upendo, msitiriane katika makosa. Na jambo kubwa kabisa, basi waheshimuni wazazi waliowazaa. Wapeni heshima wazazi. Usimdharau mzazi wa mtu mwingine hata kama hana kipato kizuri. Usimdharau. Mnakwenda katika ndoa na mimi najua ndoa yenu itafanikiwa sana. Msiwadharau wazazi. Na wazazi nao pia, wacheni hawa vijana waende katika ndoa. Ndio maana alisema kwamba kwa sababu huyo atamwacha baba yake na mama yake, wacheni waende katika ndoa. Wakaishi katika ndoa. Kazi yenu ni kuwabariki na kuombea. Kijana akaniambia, mchungaji, ndoa zote ziko hivi? Kaambia, ikoje mwanangu ndoa yako? Anasema, baba mkwe ikifika saa 2 usiku akipiga simu kwa mke wangu ataongea mpaka saa 5. Yaani mimi sipati muda wa kuongea na mke wangu. Ikishafika saa 2 tu baba mkwe anapiga simu. Ataongea na binti yake mpaka saa 5, atamwaga, nenda kalale. Hapo anambia, nimesahau nilikuwa sijamalizia vile. Wanapiga tena simu mpaka saa 6 baba mkwe. Kijana akasema, uzalendo unanishinda, nataka kuongea na mke wangu. Mke wangu anasema, baba yuko katika line, naongea na baba. Sio na mama, anaongea na baba binti. Na baba yule anaongea naye, bahati nzuri ni mtumishi wa kanisa, ni mchungaji. Huyo kijana akasema kwamba mke wangu, huyo baba si mtumishi wa Mungu? Anasema ndio. Mtumishi wa Mungu anaongea na binti yake saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, alafu anakuwa amesahau, hajamwaga vizuri binti yake. Kijana kaja kuniambia kwamba nashindwa mchungaji. Je, nimwambie mchungaji? Nimekuja kukwambia mwambie mchungaji mwenzako, na mimi nina ndoa, natamani na mimi nikae na mke wangu tuzungumze. Nikampigia yule mchungaji mwenzangu. Nikamwambia, vipi mchungaji? Bwana Yesu asifiwe. Mwani kunasema hapo kuna Bwana Yesu asifiwe kweli katika ndoa ya mtu namna hiyo. Tulipomaliza kuzungumza nikamwambia kwamba lakini baba, usianze kuzungumza na mke wa mtu, binti yako sasa ni mke wa mtu. Sasa maana kakasirika aje kumshtakia kwako. Kwa kijana hana nidhamu kweli. Yaani badala ya kumwacha mke wake wataka kisiwani hawa. Na msitaki binti yangu akae kisiwani, watajitenga na watu hawa. Mimi nazungumza na binti yangu mambo ya kawaida kabisa, ina maana ananifikiria vibaya. Akae kwenye ndoa yake. Wazazi, msikae na watoto wenu moyoni. Mnawaozesha, waacheni wapate muda wa kukaa wao wenyewe kwenye ndoa. Sio kila saa unapiga simu unataka kuongea na mwanao. Unataka kuongea na mwanao, mwenzake hakijui. Mnaongea nini na mwanao? Uhuma mahali pipi? Kama simu ya baba na mama inaitwa, kaeni pamoja, wekeni loudspeaker. Baba ana mahitaji, basi yajulikane katika familia baba ana mahitaji. Mama ana mahitaji, yajulikane mahitaji. Nyinyi mnakwenda kwa mwili mmoja. Kwa sababu hiyo jitunzeni sana na vitu vinavyotoka nje. Tengenezeni maisha ya mapya ya kwenu wenyewe. Lakini pia msisikilize maneno yaliyopitwa na wakati ya mitaani. Ndoa ni ngumu, ya kwake ndio ngumu, ya kwako sio lazima iwe ngumu. Jilindeni katika maisha yenu ili mfikie mahali agizo la Mungu liweze kukamilika katika maisha yenu. Nimalizie kwa maneno haya nikiwatakia baraka za Mungu.
Ndoa yenu kama mnahitaji watoto, pateni watoto wa kutosha. Nami nasisitiza, pateni watoto wa kutosha. Buhuma mkapate watoto wa kutosha. Alpipi mkapate watoto wa kutosha. Sio mnakwenda huko watoto wawili tu, watoto wawili wenyewe, mmoja wa kike mwingine wa kiume. Zaeni mkaongezeke, na Mungu awape watoto wa kiume wengi, wasichana wawe wachache, ili tuongeze idadi ya wanaume duniani. Yesu nipendaye, kwako nakimbilia, yafiche akakirimiwa wanadamu vipawa vya mtu kuwa na mwenzi, uwezo wa kupenda na kutunza na kulea watoto. Yesu anathibitisha agano la ndoa na kufunua upendo wa Mungu mwenyewe kwa kujitoa pale msalabani. Roho Mtakatifu wasaidia wale wanaoungana katika ndoa kuwa alama hai za neema, upendo, uaminifu wa Mungu. Hadi hizi huzungukwa na uwepo wa mashahidi maalum na watu wa Mungu wengine, pamoja na ushahidi wa neno la Mungu na sala za baraka kwa wahusika. Wapendwa katika Bwana, mmesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya ushirika huu na madhabahu hii ya KKKT Segerea kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi kutoka Mungu. Sisi tutaombea ili Mungu Mwenyezi awabariki na kuongoza katika unyumba wenu siku zote, kwa msaada wa utakatifu wake muimarishwe, ili mwishi pamoja na kusaidiana na kusikilizana siku zote. Sisi sote katika ibada yetu na wajibu wetu kusimama na kuombea hawa ndugu zetu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba uliye mbinguni, twakusihi kwa ajili ya hawa ndugu zetu Alpipi Gideon Magila na Buhuma Pole Makungu, uwasaidie, uwajalie kuanza unyumba wao katika jina lako, uwasaidie siku zote kuishi pamoja mbele zako na kufika kwenye uzima wa milele. Amen. Wengine tuketi mahali kusimama na wadhamini. Jinsi linavyotufundisha kuhusu ndoa. Mungu akasema, si vyema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Walimuumba mwanzo mtu mume na mke, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabarikia kuambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Sikizeni jinsi Kristo anafundisha kwa kinywa cha mitume wake Paulo na Petro, akikaza kuwa mume na mke waishi pamoja na kuwa na hali ya kunyenyekeana katika kichwa cha Bwana. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi yakitakase. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyosamehe ninyi, ninyi nanyi sameheaneni vivyo hivyo. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Na sasa ninakuuliza hapa mbele ya Mungu mtakatifu na hawa mashahidi zako, je, wewe Bwana Alpipi Gideon Magila unakubali na kutaka kuoana na huyu Buhuma Pole Makungu kuwa mke wako, mkae pamoja kama mlivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa? Ninakuuliza wewe Alpipi, utampenda huyu Buhuma, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na ushughulike na wengine? Alpipi, utakaa na huyu Buhuma peke yake mpaka kufa? Ndivyo Mungu alisaidia. Na sasa nakuuliza hapa mbele ya Mungu mtakatifu na hao mashahidi zako na mbele ya madhabahu ya KKKT Ushirika wa Segerea, wewe Buhuma Pole Makungu, unakubali na kutaka kuoana na huyu Alpipi Gideon Magila kuwa mke wako, mkae pamoja kama mlivyoamriwa na Mungu katika hali
ndoa, ninakuuliza Tuhuma, utampenda huyo Repipi? Utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na ushughulike na wengine? Tuhuma, utakaa na huyo Repipi peke yake mpaka kufa? Ndivyo, Mungu anisaidie. Mungu mtakatifu, ujuaye mawazo kila mtu, tunaleta ndugu zetu hawa, wasaidie sasa wanakuweka ahadi ya kuungana katika ndoa ili wawe na ahadi ya kweli mbele yako na mbele ya ushirika huu na mbele ya watu wote. Amen. Tuketi. Repipi Gideon Magila, ninakupa pete hii umvike Tuhuma Pole Makungu. Pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama ya kuwa mwaminifu katika ndoa yako mpaka kufa. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ndoa hii. Sema hivi. Sema hivi. Mtaje jina lako kwanza. Tuhuma Pole Makungu, pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Tuhuma Pole Makungu, pokea pete hii umvike Repipi Gideon Magila. Pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama ya kuwa mwaminifu kwa ndoa yako mpaka kufa. Taji jina lake. Repipi Gideon Magila, pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Wapendwa katika Bwana, nimesimama hapa mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya ushirika huu. Ninamwomba kila mmoja wenu akili kwa mdomo wake ahadi yake hii ya ndoa, na watu wote tulikuwa tunawasikia. Pale kwenye mimi utajitaja majina yako matatu, pale kwenye wewe utamtaja mwenzi wako majina yake matatu. Mimi Repipi Gideon Magila nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe Tuhuma Pole Makungu, na kuwa mke wangu kwa maisha yangu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende na nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na mshirika wangu. Niwe nawe tangu leo hii katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapotutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na mshirika wangu. Je, ninyi wadhamini mnakubali kuwasaidia hawa wawili katika ndoa takatifu ya Kikristo? Ndivyo. Naomba tusimame sisi sote tuombe hawa wenzetu. Mbele ya Mungu mtakatifu na masheria yao tuishi pamoja katika agano takatifu la ndoa ya Kikristo. Mimi kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa ninatangazia mbele ya ushirika huu wa KKKT Segerea na mbele ya Mungu mtakatifu kuwa ndoa yenu imefungwa na kubarikiwa, na sasa muungana katika
unyumba wa mume na mke, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukiwa tumesimama tuombe. Mungu Mwenyezi, Muumba na Baba yetu uliyetufunika ndoa toka kale, na hivyo kwa mapenzi yako muunganisha Bwana Pipi Gideon Magila na Bibi Huma Ole Makungu katika kufahamisha huruma zako, ili waishi katika njia ya Kristo katika nyumba yao. Baba, ukae nao, waepushie magomvi yote, uwabariki, uwape uwezo wa kutunza agano la ndoa walilofanya leo, uwape upendo wa kweli, wapendane maisha yao yote. Kule sote tuseme maneno haya, tuseme: Baba, utulinde sisi sote ili tuweze kuishi kwa imani, ziwe mahali ambapo unaabudiwa na sifa zako zinavuma. Utusikie kwa jina la mwana wako Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki na kulinda. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa nitangaze rasmi hawa ni Mr. and Mrs. Alpipi. Niliona mmoja anamsalimia mama mkwe, anataka kumpeleka hospitali. Mama mkwe anarudi kinyume nyume, anaogopa kupanda bodaboda asije akakusana na mkwe wake. Ni shida nini? Hapa alipo wanafanya kama hajui chochote huyu. Eti anapeleka hivi na mwenzake anapeleka hivi. Ndio ni mwezi. Karibuni Dar es Salaam. Tunakaribia sana jiji lenye kila kitu, maji chumvi. Unasema ni kwa mama. Nafika alafu unapenda kuona kila kitu moja. Na shida kubwa mno. Na nitapania hata nifunga ndoa ya Kinyamwezi leo. Usitoka kuja hapo kwanza kumlilia Magufuli. Kumsema Tanzania hapo ndio furaha ya ndoa, kumlilia maneno Magufuli. Kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni vijana wetu msifu Mungu wakiwa wanaenda kutoa sadaka na kusaini. Na nakaribisha kutoa sadaka. Sadaka ni shukrani kwa Mungu vile ambavyo Mungu amewatendea. Karibuni mshukuru Mungu kwa sadaka. Na mnaweza kumshukuru Mungu na baadaye sisi tuwasindikiza tuungane pamoja kumshukuru Mungu na baadaye tusaini cheti chao cha ndoa. Karibuni vijana msifu Mungu.
Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba watu wa Mungu tuketi, nyegeukeni, tutazame kule tunaelekea mwelekeo kutoka sasa. Sasa hawa ndugu zetu waliadhimisha ndoa yao, na hii ndoa walifungwa kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 71 na tulitangaza siku 21 hapakuwa na pingamizi. Na sasa hapa namkabidhi Alpepi Gideon Magila cheti chake cha ndoa, ili sasa ni mwanandoa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini cheti hiki ni cheti binafsi cha Huruma Role Makungu, cheti chake binafsi. Naomba kupokea cheti hiki kija kwako binafsi. Fanyeni hivi ili mpate picha nzuri. Simamisheni vyeti, usipeleke juu, usipeleke usoni. Shusha kidogo chini, sogeza kifuani kwako, kisuko cha cheti. Haya, wapeni wadhamini vyeti, Sasa pokeeni cheti cha kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Shirika la Segerea. Pokeeni kwa pamoja, cheti chenu ni hiki, pokeeni kwa pamoja, kishikeni hivyo, kisogezeni karibu, macho yenu tazameni kamera, mpate picha nzuri. Haya, wazazi wa Alpepi kama mpo, lakini wewe sio mnyamwezi, basi siwezi kusema lolote. Tazama kule. Asante. Haya, wazazi wa Huruma, baba na mama, karibuni mpate picha pamoja. Haya, asante. Shida yangu kwa tabasamu, nimeona leo kuliko kawaida. Wengi mnatabasamu siku nyingine. Asante, Mungu awabariki. Asante. Niombe mwinjilisti, sisi ukipata picha na wanandoa wako. Mwinjilisti, na Mungu akubariki juu ya tabasamu wako. Asante, Mungu awabariki sana. Haya, vijana, ndio hapo tutachapa vijana wote waipaje. Mwaka huu sisi tunataka kabisa. Haya, mmemalizika hiyo? Anasema kwa Yuda, karibu. Wewe zamani alikuwa rafiki yangu. Sikiza ameniacha kwa rafiki yake tena. Karibu pata picha. Alafu mwisho tupata shaka. Ulitoka hivi kwa kuona silaha. Pata picha. Kuna mzee. Usimwambie sana mama. Kucheka mcheki. Sasa hapo utoe. Kanisa ni mwisho.
Naam, tuko nje ya kanisa la KKKT Segerea, Dar es Salaam. Tayari tumeshatoka ndani kanisani na misa takatifu ya ndoa tayari imeshafanyika. Mr. habari yako? Salama kabisa. Hongera kwa kupendeza. Asante sana. Muda si mrefu tayari tumeshatoka kanisani na familia mpya imeenda kuanzishwa siku ya leo ndani ya kanisa la KKKT Dar es Salaam. Unaizungumzaje siku yako ya leo kwa ufupi? Na ni siku ya furaha sana, ni siku ya kumbukizi kubwa sana kwenye maisha, kwa sababu ni siku ambayo nimefunga ndoa na tunaenda kuanza maisha mapya ya ndoa. Mwenyezi Mungu atulinde na kutubariki. Kila familia ina changamoto. Umejiandaa vipi na changamoto za ndoa kwenye familia mpya ambayo umeenda kuanzisha siku ya leo? Nimejiandaa katika nyanja zote, kiakili, kimwili, kifikra, kihisia, na kitu kikubwa ni lazima nampenda mke wangu na nitaendelea kumpenda siku zote za maisha yangu, na tutavumiliana katika shida na raha. Una lolote lile la kumwambia mke wako kipenzi katika siku yenu adhimu hiyo ya ndoa takatifu? Namwambia kwamba nampenda na nitaendelea kumpenda kila siku katika siku zote za maisha yangu. Naam, huyu alikuwa ni bwana harusi wa ndoa yetu ya leo ambaye anaitwa Mr. Hapipi. Ana furaha sana, amemzungumzia mazuri mke wake kipenzi. Baki hapa na Matola TV. Matola TV, ulipo tupo. Bado tunaendelea na Matola TV. Tuko hapa nje ya kanisa la KKKT Ukonga, Dar es Salaam. Mama, baada ya kwako? Salama tu baba. Hongera sana. Asante. Amina. Tuko nje ya kanisa la KKKT Dar es Salaam. Tumetoka kanisani kwenye misa takatifu ibada ya ndoa. Unaizungumziaje ndoa ya leo? Ndoa ya leo ni nzuri sana. Nimefurahi kama mzazi wa kiumeni. Nimepata mtoto katika watoto wa kike nimepata mtoto wa 4. Sasa nitakuwa na watoto wa 4. Nimefurahi sana katika ndoa hii ya mtoto wangu wa pili kuzaliwa. Nimefurahi sana. Unamzungumziaje mtoto wako mpya wa 4 uliompata siku ya leo? Nimempata mtoto wangu wa 4 wa kike, ni mtoto kutoka Usukumani. Nafikiri nitampenda na yeye atanipenda, tutapendana. Nimefurahi sana. Naam, huyo ni mama mzazi wa bwana harusi. Ana mengi sana amezungumzia, kikubwa ameahidi atampenda sana mkwe wake ambaye ni mtoto wake wa 4 amempata uzeeni. Baki hapa na Matola TV. Matola TV, ulipo tupo.